Kwa jina naitwa Nasor Ahmed Marhun, ni mmiliki wa Flying Fox Milling Company. Flying Fox Company inajihusisha na bidhaa za vyakula, ambapo tulianza na bakery mwaka 2018 ambayo ni Flying Fox Bakery ambayo ipo Wete katika kisiwa cha Pemba, na uwekezaji wa bakery ulianza kwa shilingi milioni 300 na hadi kwa sasa hivi umefikia shilingi milioni 700. Ingawaje tuna mambo mengi sana ya kuyawekeza katika bakery yetu ambayo tunatarajia kufika shilingi bilioni 1 na milioni 400 hadi kufika mwaka 2028. Baada ya hapo kufanya uwekezaji wa bakery mwaka 2018, tumeweza kuoperate na kusaidia vijiji mbalimbali. Tumeweza ku return profit katika jamii, katika kusaidia masuala ya kuwajengea visima, masuala ya irrigation kwa wakulima, vile kusaidia baadhi ya majengo ya skuli katika maeneo ya Maziwa Ng'ombe, na vile tuliwahi kusaidia masuala ya sanitation katika kijiji cha Maziwa Ng'ombe vile. Kufikia mwaka 2020 tukapata idea ya kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga kiwanda cha unga ngano ndani ya kisiwa cha Pemba, na kufikia mwaka 2023 tulifanikiwa kutafuta fedha hizo na tumeanza ujenzi katika eneo hili la Finya. Mwaka 2023 tumeanza kujenga kiwanda chetu hiki cha unga ngano, ambapo mpaka kufika mwaka 2025 tumekamilika. Kimetumia shilingi bilioni 6 na milioni 800, na hadi sasa hivi kuanzia mwezi wa 6 mwaka huu tumeanza kufanya production yetu, ingawaje kuna changamoto 2-3. Kitu chochote mwanzo ni ngumu, lakini kwa sasa hivi tuna uhakika wa 90% ya product yetu kwamba inafanya vizuri katika jamii na wananchi wanafurahia huduma zetu. Na haya yote kutokana na bidhaa zetu zina ubora wa hali ya juu, na vile zinapatikana kwa bei nafuu kuliko bidhaa yoyote ndani ya kisiwa cha Pemba. Flying Fox Bakery, tuna Flying Fox Milling Company, tuna malengo makubwa sana ya kuweza kutanua wigo na vile kutanua uwekezaji katika kisiwa cha Pemba. Tuna mipango ya kuanzisha kiwanda cha mifuko ambacho kitakuwepo maeneo yake tayari tumeshalijenga eneo lake, na uwekezaji huo utagharimu shilingi milioni 300. Na vile tuna mpango mkakati wa kuanzisha kiwanda cha tomato za chips, inamaanisha ketchup, ambapo uwekezaji wake utagharimu shilingi bilioni 2 na milioni 200. Mpango mkakati tulionao hadi kufikia mwaka 2028 mpango wetu ni kwamba tutakuwa tuna ajira za watu 306 ndani ya Flying Fox Company. Hadi kwa sasa hivi Flying Fox Company imewekeza shilingi bilioni 7 na milioni 500 ndani ya kisiwa cha Pemba. Kufikia mwaka 2028 matarajio yetu ni kuwekeza shilingi bilioni 11 na milioni 800. Malengo yetu makubwa ni kuhakikisha bidhaa za vyakula ama bidhaa nyingi tutazalisha hapa Pemba, kwa malengo ya kufanikisha mahitaji ya mwanadamu, ili wananchi wa kisiwa cha Pemba wapate bidhaa kwa bei nafuu na zenye ubora zaidi. Unajua mambo ni mengi sana ambayo yanataka kufanywa katika kisiwa cha Pemba, lakini mimi mmoja siwezi kuyafanya. Naweza nikasema kama kuna wengine watakuwa na nafasi ya kuja kuwekeza katika viwanda kama vya mchele na sukari, wanaweza kaja. Mimi nimeamua kwenye kiwanda cha unga kwa sababu kimoja ni kwamba unga ni bidhaa ambayo inatumiwa na wananchi wengi sana na ambao wana maisha ya chini na wajasiriamali wadogo katika kisiwa cha Pemba. Alafu chengine ni kwamba mimi nilikuwa napata changamoto katika bakery yangu katika masuala mazima ya kutoa bidhaa zangu ili wananchi kupata huduma ya mikate. Kwa hiyo hilo ni idea moja iliyokuja mimi kwamba nifungue kiwanda cha unga ngano kutokana na changamoto ambazo zimeniface mimi, na vile kuwafikiria wajasiriamali wadogo na wananchi kwa ujumla. Changamoto vipo, hakuna kitu kinachoanzisha kikosa changamoto. Kama nilivyozungumza pale kwenye hotuba yangu, tulizungumza changamoto ya kwanza ni kwamba ni bandari, lakini Mheshimiwa Waziri alisema kwamba bandari tayari inafanywa ndipo kwenye matengenezo,
ingawaje ni kwamba kwa sasa hivi tutatumia wewe, kwa sababu sasa hivi nashushia mzigo wangu Mombasa Kenya, alafu na kodi meli ndogo ndio naleta hapa. Changamoto za kibiashara zipo hivyo kwenye competition. Tunaamini vile kwa sababu sisi bado ni wapya, lakini tunaamini kwamba tutafanya biashara vizuri sana ni kuanzia Februari ngano yetu kisha kuingia nyingine, ambapo ndio tunatarajia kuja kufanya bidhaa ambazo zitakuwa na ubora zaidi ambazo tunatoa sasa. Sasa hivi bidhaa yetu inafanya vizuri, lakini vile ikifika Februari, kutokana na ngano ambayo tumeshaiagizia, ngano wetu utakuwa na ubora zaidi ya huo ambao uko nao sasa hivi. Unajua competition mara nyingi ni bei, na hadi sasa hivi unga wangu mimi uko bei ya chini sana kuliko ni unga wowote unaoingia ndani ya kisiwa cha Pemba. Sasa ni mimi mwenyewe na mpanga mkakati wangu wa marketing tu na bidhaa kuwafikia wananchi, ngazi zimeshafikia kwa zaidi ya 50% sasa hivi. Kwa hiyo competition ni bei, na mimi najiamini kwamba nitafanya vizuri kwenye bei. Hakuna mtu hata mmoja ambaye ataweza kunifikia. Ambacho tunafanya uzalishaji ni tuna animal feed, yani chakula cha kuku, by product ya ngano tunafanyia chakula cha ng'ombe na chakula cha kuku vile kwa kutumia by product ambayo inatokana kwenye ngano kama zile pumba zake, na vile tuna pollard ambayo inatumika kwa ajili ya ng'ombe, na kuanzia siku ya kesho tayari tumeshafanya majaribio ya kila kitu ya chakula cha ng'ombe, ambayo ni mlo kamili pale wa ng'ombe ambao utaweza kumsababisha ng'ombe kutoa maziwa kwa wingi, na tayari tumeshawafikishia baadhi ya wakulima kwa majaribio, na wanasema matokeo ni mazuri. Wanapata ng'ombe wao wanazalisha kiwango kikubwa cha maziwa baada ya kutumia bidhaa zetu. Kwa maana hiyo, kuanzia kesho rasmi hizo bidhaa tutaanza kuzalisha na kesho kutwa kuziingiza sokoni. Wenyeji wa hapa wamepokea kiwanda hiki, wamepokea vizuri sana, kwa sababu tokea tulipoanza ujenzi tulikuwa tunakwenda nao pamoja, na kwa 80% wao ndio waliokuwa wakinufaika kwenye masuala ya ujenzi katika masuala ya kujenga na kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo wenyeji wa hapa tunakwenda nao vizuri, na tunashukuru Mwenyezi Mungu wametusapoti kwa mambo mengi sana, na sisi kama Flying Fox Bakery tunaahidi kuwa na wao katika masuala ya kijamii na swala nyingine lolote lile pale litajitokeza. Tukiona kwamba kuna haja ya kuweka mkono wetu, basi na sisi hatutosita kuwasaidia wanajamii wa kijiji cha Finya. Mtambo uliopo ni kwamba unasaga ngano tu kama tulivyoonyesha pale mwanzo. Kama ukichanganyika ngano, harage na kile kitu kiingie pale kwenye cleaning system pale, harage zitatolewa, mahindi yatatolewa, itabaki ngano peke yake. Lakini vile tuna mpango wa kuja kufanya installation ya mtambo wa unga wa sembe hapo baadaye. Lakini kwanza katika swala hili tunaangalia unga wa ngano unakwendaje. Tukiona kwamba tani 50 inatosheleza kwa wananchi wa kisiwa cha Pemba, ndio hapo tutafunga mtambo wa sembe. Lakini tukiona kwamba mtambo wa tani 50 hautoshelezi kwa wananchi wa kisiwa cha Pemba, itabidi tufunge mtambo mwingine wa unga wa ngano, kwa sababu ya kutekeleza ya kufikia malengo na vile kuwapatia wananchi bidhaa za kutosha bila ya kuagiza sehemu nyingine yoyote ile pale.